Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Ninapenda kukukaribisha katika kipindi hiki na wasaa huu kwa mara nyingine, ambapo leo Mungu ametupa kujifunza somo linalokwenda kwa kichwa kisemacho namna ya kujenga na kuchochea imani. Namna ya kujenga na kuchochea imani. Somo hili linabebwa na mstari ambao unatoka katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 6. Naomba nitawasomea, nayo inasema: basi pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana kila mtu anayemwendea Mungu ni lazima aamini kwamba Mungu yupo na kwamba huwatunza wale wanaomtafuta. Tumeiona mstari huu kwamba unatuonyesha kwamba Mungu hatuwezi kumwabudu pasipo imani. Kwa lazima tujifunze namna ya kuchochea imani zetu, namna ya kuziimarisha imani zetu. Ni mengi ambayo tunapitia, ni mengi ambayo tunakutana nayo. Kwa ni lazima tufahamu namna ya kuchochea imani, namna ya kuisimamisha imani katika kweli ya Kristo. Lengo la somo hili kama nilivyokwisha kusema kwamba ni jinsi ya kuichochea imani ambayo unayo. Imani, kitu chochote ambacho huwa tunaishi nacho hapa duniani, huwa tunasema lazima kionekane kikiongezeka, lazima kiende kikua kutoka ngazi moja kwenda ngazi nyingine. Kama ulikuwa ni mtu ambaye aamini ukaanza kuamini, tunasema kwamba umetoka ngazi ya kutokuamini ukaanza kuamini. Na hivyo hivyo unapotoka katika ngazi ya kuamini, ya kwanza kuamini, unaingia katika ngazi ambayo inataka uende step by step ili imani yako iongezeke, ili imani yako iwe strong, kwa sababu kuna mahali utakutana na majaribu ambayo yatakuwa na nguvu kuliko imani ambayo unayo. Kwa hiyo namna ya kusimamisha imani yako iwe na nguvu, iwe hodari, iweze kutenda mambo makuu, ni kuwa na nguvu katika msingi wa imani, kuwa na uimara katika msingi wa imani. Kwa kadri imani yako inavyokuwa kubwa, ndivyo jinsi unavyozidi kuweza kumpendeza Mungu. Tumeona katika Waebrania anatuambia kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hiyo iwe utaki usitaki, kama hauna imani hauwezi kumpendeza Mungu, kwa sababu yeye Mungu anasema mtu asipokuwa na mashaka akaja kwangu atajibu. Kwa hiyo kama wewe unakuwa ni mtu wa mashaka, uendane na sehemu ya Mungu. Kwa hiyo lazima ujue kwamba Mungu mwenyewe ndiye anayetaka mtu aende kwa imani. Hatuendi kwa sababu tutahitaji kupokea, wala hatuendi kwa sababu tumeona kwamba vitu vinatendeka, bali tunaenda kwa sababu imani imetusambia kwamba yeye ni mwaminifu na yeye atatenda. Ndio maana katika Waebrania hapa anatuambia basi pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana kila mtu anayemwendea Mungu ni lazima aamini kwamba Mungu yupo na kwamba huwatunza wale wanaomtafuta. Kama unaamini kwamba Mungu hawezi kukutendea mambo makuu, vivyo hivyo hauwezi ukaamini kwamba Mungu anaweza akatenda vitu vya ajabu juu yako. Kwa lazima uamini kwamba yeye yupo. Lazima imani kwanza iende. Kwa lazima tutaona kwamba umuhimu wa imani ndio inayotukutanisha na Mungu. Mtu huwezi ukapokea wokovu pasipo kukutana pasipo kuwa na imani. Hauwezi ukaamini pasipo kuwa na imani. Ndio maana tunasema kwamba mtu huamini hata kupokea wokovu. Kwa neno la Kristo, mtu huamini hata akapokea wokovu. Kwa hiyo kama hajaamini, wokovu hawezi kupata. Kwa hiyo kama hajaamini, wokovu hawezi kupata. Kwa hiyo kama wokovu hajaupata, ina maana hata Mungu mwenyewe hawezi akakaa naye. Kwa ni lazima uwe na imani, ni lazima imani iwepo, na sio imani tu, imani iliyosimama katika msingi wa Yesu Kristo. Tukisoma katika Waebrania tuambia maana ya imani. Nini maana ya imani? Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana na mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo imani inatembea katika misingi kwamba haukioni kitu kinachotendeka, bali unaamini kitatendeka. Kwa mfano, mwanafunzi anayesoma shuleni huwa hajui kitu kitakachotokea, ila anachokifanya anatembea katika imani kwamba nikifika kidato cha 4 nitamaliza nikiwa nimeamini. Kwa hiyo huwa hajui kitakachotokea, aidha ni kweli anachokiamini au sivyo. Kwa hiyo sasa, na imani katika Kristo ndivyo inavyotaka kwamba tutembee kwa vile tusivyoviona, tutembee kwa jinsi
imani kwamba tuamini kwamba kitatokea hata kama hatukioni. Ndio maana anatuambia ni bayana na mambo ambayo hayaonekani. Yamkini haukioni sasa hivi, ila tambua ita happen. Ndio maana anakuambia kwamba kila mtu atapimwa sawasawa na kazi yake. Atapimwaje? Matokeo ya imani ambayo unayo ndiyo yatakayopima kazi ambayo unatakiwa kuionyesha. Kwa hiyo ni lazima ufahamu kwamba imani ina nafasi kubwa katika Mkristo yoyote. Hakuna Mkristo pasina imani. Kwa hiyo kama wewe ni Mkristo na hauna imani katika Kristo, kaa chini, tengeneza na Mungu, ujue namna ambavyo imani yako utaiimarisha, umwamini yeye aliyeianzisha safari yako. Ukisoma Luka 17 mstari wa 6, Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kama chembe ya haradali, mngeuambia mkuyu huu ng'oka ukapandwe baharini, nao mngewatii. Kwa hiyo ukitazama kwa makini kwamba Mungu anatuambia hapo kwamba kama tungekuwa na imani kama punje ya haradali, tungeuambia mtini huu ng'oka ukapandwe baharini, nao ungetii. Kwa hiyo ina maana imani huwa inaanzia katika msingi mdogo, kwa maana nyingine huwa inaanza katika punje. Kwa lazima imani yako uijifunze kama ilianza katika punje, kesho iwe punje ya maharage. Kwa hiyo kama Yesu alituambia kama tungekuwa na punje ya haradali, kwa ina maana kama tungilikuwa na imani ndogo, inatupasa sasa tunapoanzia kwenye hiyo imani ndogo tujifunze namna ya kutembea kuiongeza imani ambayo tunayo. Lazima tujifunze kuchochea imani ambayo tunayo. Ndio maana Mtume Paulo anamwambia Timotheo kwamba usiache kuichochea ile karama ya Roho Mtakatifu. Akimaanisha nini? Karama ya Roho Mtakatifu mojawapo ni imani. Kwa hiyo kama Roho Mtakatifu amekupa imani, ina maana anakutaka uichochee, anakutaka uifanye kwa mara ili izidi kuimarika. Na ndio maana sisi tunaona katika hii nafasi kwamba imani imelinganishwa na punje ya haradali, kwamba ilianza kama ndogo. Kwa kadri utakavyoendelea, lazima ujifunze namna gani ninaweza kuimarisha imani niliyonayo, namna gani ninaweza kuisimamisha imani niliyonayo katika viwango vikuu. Ukisoma katika Warumi 14:23 anasema, lakini aliye na shaka kama akila amehukumiwa kuwa ana hatia, kwa maana hakula kwa imani, na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Nataka upigie hili neno mstari kwamba kila tendo ambalo halitoki katika imani ni dhambi. Kama unaamini kwamba Mungu atakutendea na uamini kwamba yeye atatenda, basi amini unatenda dhambi. Kwa hiyo dhambi si mpaka umetukana, dhambi si mpaka umefanya uasherati, dhambi si mpaka umepigana, bali kule tu ni kutenda jambo alafu umwamini kwamba Mungu atatenda, basi kuwa uwe na uhakika nayo ni dhambi. Ndio maana katika Warumi hapa Mtume Paulo anawaambia Warumi kwamba kila tendo lisilotendeka katika imani ni dhambi. Kwa hiyo lazima na wewe mtumishi wa Mungu ujifunze namna ya kutembea katika imani. Na ukitembea katika imani ambayo ni kama punje ya haradali, ujifunze namna ya kuichochea hiyo imani. Lazima ujifunze kuichochea karama ambayo Mungu amekupa, Roho Mtakatifu ameiweka ndani yako. Na moja hiyo karama ni imani. Hauwezi ukamtumikia Mungu kama hauna imani. Hauwezi ukakaa mbele za Mungu kama hauna imani. Ndio maana anatuambia, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Maana mtu amwendaye Mungu lazima amini kwamba yeye yupo. Kwa hiyo haiwezekani. Kama unataka kumpendeza Mungu, basi lazima imani ikae hapo. Lazima imani ifanye kazi. Lazima imani iingie kazini. Sasa tutajifunza vitu ambavyo vitatujenga katika kuitambua ni namna gani ninaweza nikaichochea imani ambayo ipo ndani yangu. Nikianza na jambo la kwanza ambalo natuambia, kwa kusikiliza na kuona. Kwa kusikiliza na kuona. Ukisoma katika Warumi 10 mstari wa 17, Warumi 10 mstari wa 17, nao mimi nitawatangulia kusoma wakisema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Moja ya chanzo cha imani ni kusikia. Moja ya chanzo cha imani ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo ina maana nje ya neno la Kristo hauwezi ukapata imani.
Ndio maana Biblia inatuambia mtu uamini hata akapokea wokovu. Kwa hiyo ina maana kama hawezi kuamini, wokovu hawezi kupata, na anayetoa wokovu ni Yesu Kristo peke yake. Kwa hiyo kama unataka wokovu, lazima usikie neno la Kristo. Kwa kama hujaweza kulisikia neno la Kristo, ina maana huwezi ukapata imani. Hivi vitu vinakwenda kwa pamoja. Sasa lazima ujue kwamba neno gani ninapaswa kulisikia na neno gani sipaswi kulisikia. Ni neno gani ambalo linanijengea imani na ni neno gani halinijengea imani. Neno linasema vyema na sahihi kabisa, imani huja kwa kusikia. Kwa hiyo tunaona kabisa exactly kwamba imani lazima uisikie, kwamba unachokisikia ndicho kinachokuimarisha, unachokiwaza everyday ndicho kinachokuimarisha. Ukisoma katika Zaburi 119 mstari wa 18 inatuambia, unifumbue macho yangu nitazame maajabu yatokayo katika sheria yako. Kwa hiyo ina maana kama nimeamini wewe Mungu upo, ili niweze kuichochea imani ambayo ninayo, ni lazima nijue kuona sheria yako inasemaje. Lazima nione maajabu, ili nikiwa na lugha ya picha nitaweza kumhadithia na mwingine kwamba imani ni kweli inatenda kazi, kwamba Yesu Kristo ni kweli, hata na mimi nitakuwa mwepesi wa kuamini. Na ndio maana katika Biblia anasema, mfalme, sikuyaasi yale maagizo uliyoniasi, wala sikuipinga. Moja ya chanzo cha kukufanya wewe ukasimama katika imani ni vile vitu unavyovisikia na vile vitu ambavyo unaviona moyoni na kuviona kwa macho. Ndio vitu ambavyo kila siku vitazidi kukuimarisha, kila siku vitazidi kuimarisha imani ambayo unayo. Kama unaamini katika Kristo, fahamu hauwezi ukachochea imani nje ya Kristo. Ni lazima ukae ndani ya misingi ya Kristo ili usimamishe imani ambayo unayo, ili uweze kuitimiza ile imani ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Ili uweze kuichochea hiyo imani, ni lazima ukae katika misingi ya Kristo. Penda kusoma neno la Mungu, penda kutafakari Biblia kila iitwapo leo, penda kusikiliza maonyo. Ndio maana katika Mithali anasema sikio lisilosikia maonyo ndege wa angani wataling'oa. Kwa hiyo ina maana kama usikii maonyo, kama usikii vitu sahihi ambavyo vinakujenga katika Kristo, fahamu hauwezi ukapata imani. Afahamu kama unayo imani, basi itayumba. Na ndio maana tunahitaji kusikia vitu sahihi everyday. Chunguza sana vibarazani unapokaa, ni maneno mangapi ambayo unayanena yanakujenga na maneno mangapi ambayo yanakukwaza. Kile kitu ambacho unakiona kinakukwaza, kile kitu ambacho kinadidimiza imani yako, inakuharibu. Na ndio maana Biblia inakwambia kwamba usiketi barazani pa wenye midhaa, kwa sababu katika kuketi karibu barazani pa wenye midhaa, msema Mithali anatuambia kwamba kuna kuondoka na shauri ambalo alimpendezi Mungu. Unaweza ukatoka katika hilo baraza, ukatoka ulikuwa unayo imani, ila kutokana na mizaa ambayo umesikia, kwa hiyo kutokana na vitu ambavyo ulikuwa ukivisikiliza, ukatoka auamini Mungu. Kuna vikao vingine huwa watu wanakaa wakibishana kuhusiana na habari ya Injili na wokovu. Ndugu yangu, jaribu kuhepukana na hawa watu, jaribu kuwaweka mbali. Ukiona watu wanafanya mizaa katika Injili ya Kristo, ni bora ukakaa nao mbali, usiambatane nao. Na ndio maana anatuambia, wanangu, usikubali wenye dhambi wakikushawishi, wanaposema kwamba njoo tumtegea asiye na hatia, kaa nao mbali, usifate njia yao, akimaanisha kwamba watakuangamiza wewe, watakujeruhi wewe. Imani ambayo ulikuwa nayo katika Kristo, ile haki ya Kristo ambayo ulikuwa unatembea nayo, utakuta unaiacha kwa sababu tu ya watu ambao umewasikiliza, kwa sababu tu ya watu ambao umefata akili zao, kwa watu tu ambao umewaona, kwa vile vitu ambavyo unaviona. Kwa hiyo lazima ujifunze namna ya kusikia neno la Kristo kila siku. Kwa hiyo kama wewe ni unataka kukua katika imani, umeanza katika hali ya chembe ya haradali kwenye imani, lazima ujifunze kila siku kukaa katika neno la Kristo, kila siku kukaa katika neno la Mungu ambalo linakuimarisha, linakujenga, linakuhuisha, kila siku linakusimamisha katika kweli ya Kristo Yesu. Nikushauri ndugu yangu, usikate tamaa.
ya kusikiliza neno la Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, ninakuachia mamlaka ambayo Mungu ataacha juu yako ya kutiisha mwili wako usikilize neno la Kristo kila kuitwapo leo. Mwanzo 13:14 hadi 15. Bwana anasema, Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame. Pigia hilo neno mstari, ukatazame, au unaweza kaandika kwenye diary yako. Kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi hii yote uionayo, pigia neno uionayo, pigia mstari neno uionayo, nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Ukitazama hivyo vitu, neno ukatazame na neno uionayo, ndivyo vitu ambavyo vilimpa Abrahamu imani kwamba Mungu ni kweli amenipa hii nchi niliyokanyaga. Alimwambia kwamba kadri unavyoona ndivyo utakavyopokea. Na ndio maana hata katika Mithali tunaambiwa mtu atapokea matunda ya kinywa chake mwenyewe, na ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo ina maana kadri unavyojiona ndivyo kadri imani yako inavyojengeka. Kadri unavyojiona kwamba utaweza na imani yako ya kuweza ndivyo inavyozidi kuimarika. Kadri unavyojiona kwamba wewe utapoteza ndivyo na imani ya kupoteza inavyotokea. Kwa hiyo wengi huwa tunatengenezewa picha za ndani na Ibilisi kwamba hichi kitu hakiwezekani. Ni nani aliyekuambia kwamba haiwezekani? Ni nani aliyekuambia kwamba wewe utafeli? Ni nani aliyekuambia kwamba wewe hauwezi? Lazima ujifunze kuchuja vitu. Ndio maana nakwambia kwamba imani, kama unasikia vitu ambavyo havitoki katika Kristo, vitu ambavyo sio vya Kristo, sio Kristo amesema, basi ujue wanalenga kuharibu imani ulionayo. Wanalenga kupotosha kile kitu ambacho Yesu Kristo amesema na. Kwa lazima ujifunze, mtumishi wa Mungu, namna ya kulinda imani, namna ya kuipigania na kutetea imani. Lazima ujue kusikiliza na kuona vitu sahihi. Ukubwa wa vitu ambavyo unavyoona ndivyo jinsi unavyopokea. Ukimwona Ibrahimu hapa, alipewa kwa kadri macho yake alivyotazama. Kwa hiyo uwe na picha kwamba Ibrahim kama angekuwa na uwezo kipindi kile wa kuona dunia yote kwa wakati mmoja, uwe na uhakika kwamba dunia yote ingeitwa Israel. Lakini kama aliweza kuona area ya Israel pale, basi ndio maana alipewa kwa kadri ya imani ya jicho, jinsi kwa kadri jinsi alivyoona. Kwa hata na sisi imani zetu zinatengenezwa kwa kuona, imani zetu zinatengenezwa kwa kusikia. Kitu ambacho unakisikia kama sio cha Kristo, jua ndugu yangu, kinakuharibu na kinalenga tu kuharibu imani yako. Ndio maana Paulo anasema, nimevipigana vita vilivyo hodari na imani nimeilinda. Kwa hiyo ina maana kwamba alikuwa anajua kabisa, mimi ninapigana hivi vita si kwa sababu ninahubiri Injili, wanachokiwinda ni imani katika Kristo. Kwa hata na wewe ndugu yangu leo, fahamu kwamba ukiona vita inakuja kwako, lazima utambue tu kinachowindwa si kwa sababu umeokoka, wala kinachowindwa si kwa sababu labda wewe ni una fedha, una mali, wala ni maadui tu, bali jua wanachokiwinda ni imani. Kwa hiyo hata wakija kupiga stori na wewe, hawaji kwa ajili ya kupotosha kitu kingine, bali wanachokiwinda ni imani. Kwa hiyo ni lazima na wewe mtumishi wa Mungu ujifunze namna ya kulinda imani ambayo unayo, namna ya kupigania na kutetea imani ambayo unayo. Epuka vibaraza ambavyo vitaharibu imani ambayo unayo. Ukisoma katika Mathayo 9:29 inatuambia, ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadiri ya imani yenu mpate, kwa kadiri ya imani yenu mpate. Kwa hiyo ina maana alipowagusa macho akawaambia, kwa kadri ya imani yenu mpate. Kwa hiyo kama ndani alikuwa anaona ameona, ndivyo kilichotokea nje. Kwa hiyo kama kuona kwamba ameona, basi aliendelea kuwa kipofu. Lakini Biblia inatuambia kwamba walikuwa, ukisoma mistari ya mbele yake, walipona na wakaanza kuona. Kwa kadri ya imani yao walivyokuwa nayo waliona. Kwa hiyo hata na sisi kadri ya unavyoona ndani yako ndivyo imani ya kupokea inajengwa. Kwa hiyo kama unaona ndani yako kwamba hauwezi ukafanikiwa, basi uwe na uhakika kwamba huwezi ukafanikiwa. Kwa sababu gani? Imani inajengwa kwa jinsi unavyoona. Ukisoma katika Habakuki 2:2 anatuambia, na mtumishi wangu hataishi kwa imani. Kwa hiyo sisi tunaishi kwa imani ya Kristo.
Kwa hiyo kadri ya jinsi tunavyoona kwamba tunafanikiwa ndivyo jinsi tunavyopokea. Kadri tunavyojiona kwamba tumepona ndivyo jinsi tunavyopokea. Kwa hiyo kadri tunavyoona ndivyo jinsi tunavyopokea. Kwa hiyo ukitaka imani yako izidi kuimarika katika kufanikiwa katika Kristo Yesu, ni lazima ujifunze kuona vitu vya Kristo na kusikia vitu vya Kristo. Nje ya hapo utaipoteza imani yako. Ndio maana katika Warumi 10:17 anatuambia na imani huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo kama hamna Kristo ndani ya neno, basi ujue kwamba imani yako itapotea. Kwa lazima ujifunze kusikia vitu ambavyo vinatoka katika Kristo Yesu, vinatoka katika Kristo Yesu, na hivyo ndivyo pekee ambavyo vinatuimarisha. Jambo la pili ambalo linajenga imani zetu kwa kuelewa kwa ufahamu. Namba 2 ni kuelewa kwa ufahamu. Tunasema imani inachochelewa kwa kusikia kwa masikio na kusikia kwa ufahamu. Sasa mtu huwa tunasikia masikioni na tunasikia kwa ufahamu. Kwa hiyo kama mtu amesikia kwamba Yesu ni Mwokozi, ila ndani yake hajasikia kwamba Yesu ni Mwokozi, hajaelewa kwamba Yesu Kristo anaponya, hajaelewa kwamba Yesu Kristo kweli ni Mwokozi, basi huwe na uhakika huyu mtu hawezi akapona, kwa sababu ndani hajaelewa. Na ndio maana natuambia katika Wakorintho wa pili mstari wa 4 hadi 4, mlango wa 4 mstari wa 4 anatuambia, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii anapofusha fikira zao wasiamini, isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Kwa ina maana na ndani yake Mungu, ndani yao Mungu wa dunia hii anapofusha fikira zao wasiamini. Kwa ina maana imani inakuja katika fikra. Kwa hiyo jinsi ya kuja katika fikra tunasema ndipo inapokaa maarifa na mawazo na ufahamu. Kwa hiyo ina maana kama imani haijaingia katika fikra, imani kama haijaingia katika ufahamu, basi uwe na uhakika hatuwezi kutembea katika misingi ambayo Mungu amesema. Na ndio maana Mungu wa dunia hii ambaye ni Ibilisi, lengo lake ni kutaka kuharibu na kufifisha na kupofusha fikra zetu. Sasa na alivyosema Mtume Paulo katika Wakorintho wa pili 4:4 akisema kwamba anapofusha fikra zao wasiamini. Kwa ina maana mtu anasikia neno la Kristo ila aamini. Kwa sababu gani? Fikra zimefungwa, fikra zimepofushwa, hata aoni akaelewa kile kitu Kristo ambayo anasema. Ndio maana Yesu Kristo alituambia kwamba kuna mbegu iliyopandwa katika miiba, ilipokuwa ikasongwa na miiba naye ikafa. Kuna iliyodondoka katika mwamba, wala ni ilipotaka kukua haikupata sehemu ya mzizi. Kuna iliyodondoka katika mchanga, kuna iliyodondoka njiani, watu wakaikanyaga. Kwa hiyo kumbe imani inapoingia ndani zetu ni punje ambayo imepandwa. Kwa hiyo imani inapoingia kwako, shetani naye anawahi anapanda magugu katikati ya ngano ambayo Yesu Kristo ameipanda. Shetani naye anaingia hapo hapo kupita. Kama imedondoka katika njia au jaidaka ukaiweka katika udongo mzuri katikati ya moyo wako, ikazaa matunda, ikazaa kufanikiwa, ndio hiyo imani ambayo shetani ataipofusha wala usiamini. Na ndio maana anatuambia anapofusha. Kwa hiyo ina maana imani lazima uelewe kitu Kristo anasema. Tukisoma katika Habakuki 2 anatuambia kwamba Mungu akaniambia, andika jozi hii ukaifanye wazi sana, ili kila aisomaye aisome kama maji. Kwa hiyo ina maana alichukua anamwambia Habakuki, akimsemesha hapa Mungu anamsemesha Habakuki, alikuwa akimwambia kwamba wote ambao wanataka kuisoma na kuelewa na kutembea katika sheria yangu, ni lazima kile kitu nilichokusemesha ni lazima ukiandike. Ukisha kiandika lazima ukakielewe, ili wewe mwenyewe ukisome kama maji na anayekisoma asome kama maji. Kwa hiyo ina maana kusoma kama maji maana yake nini? Kuelewa. Lazima uelewe, lazima uelewa uingie katikati. Kwa hiyo ukiweza kuelewa kitu ambacho Mungu amekusemesha, ukaweza kuelewa kitu ambacho Mungu amekuagiza, uwe na uhakika utafanikiwa. Uwe na uhakika utatembea katika misingi ya imani, na imani yako itakuzwa. Kwa sababu gani? Unaelewa
kitu ambacho Mungu amesema. Na ndio maana anatuambia katika Biblia, anatuambia kwamba Mfalme Agripa, siku ya hasi yale maono ulioniambia. Mfalme Agripa, siku ya hasi yale maono ulioniambia. Kwa maana gani? Kwamba niliyaelewa. Kwa hiyo chanzo cha kuelewa kitu ambacho Mungu anasema, kitu ambacho Mungu anaagiza, ndicho chanzo pekee ambacho kinakusimamisha katika imani. Ndicho chanzo pekee ambacho kinakujenga katika imani. Kwa hiyo unataka kukuza imani yako, lazima uelewe neno la Mungu linasemaje. Na ndio maana katika Biblia anatuambia kwamba naye akawafunua kuelewa maandiko, akawafunulia kuelewa maandiko. Kwa ina maana mwanzo ulikuwa unasoma Biblia uelewe. Sasa tafuta kusoma Biblia ukaelewa maandiko yanasemaje. Muombe Roho Mtakatifu akufunulie uyaelewe. Ukiweza kuyaelewa, hautaweza kuyaasi. Kwa hiyo kama hautaweza kuyaasi, utaweza kutembea katika ile misingi ambayo Mungu amesema. Kama amesema usisumbukie maisha, mimi ni Bwana Mungu wako, ninajua haja zenu zote, basi unakuwa una uhakika, ninatembea katika hivi kwa sababu nina uhakika na huyu aliyesema. Ninamuelewa huyu Mungu aliyenisemesha, hajawahi kunipungukia. Huyu Mungu aliyenisemesha hajawahi kuniacha. Huyu Mungu aliyenisemesha hajawahi kuchoka, wala asinzii, wala halali, wala achelewi, wala hakawii. Kwa hiyo hata na wewe unahitaji kuelewa kwanza kitu ambacho Mungu anasema. Kwa hiyo tumekwisha kuona nafasi ya kwanza ni lazima usikie kitu sahihi. Ukiweza kusikia kitu sahihi, inaambatana na kuona. Ili uweze kusikia, inaambatana na kuona. Kwa wale watazamaji wa video, mfano video hii unatazama sasa, ili uweze kuelewa kitu ninachokisema, ni lazima usikie na uone. Sasa unaweza ukasikia na usione, na ndio maana unahitaji kila siku Mungu anapokusemesha na anapokupa mstari katika Biblia, uone na uelewe, uone na usikie. Ukiona hiyo picha ndani kwamba Bwana amesema yeye ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, ukaweza kuona ndani yako kwamba haupungukiwi na kitu, haupungukiwi na jambo lolote, uwe na uhakika, utaelewa kwamba huyu Mungu ni mwaminifu. Utaelewa kwamba huyu Mungu yeye hutenda kwa wingi na kadiri ya fadhili zake. Kwa hiyo utaweza kutembea katika ile misingi ambayo Mungu anakuambia. Kwa hiyo imani yako itazidi kwenda siku hadi siku ikiimarika, siku hadi siku ikiongezeka. Nami ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyeketi mahali pa juu sana, aiimarishe na kusimamisha imani yako, aichunge na kuitetea imani yako kama alivyosimamisha imani yako na kuiombea imani ya Petro. Nawe namuomba Yesu Kristo ailinde imani yako isitimike wala isiyumbe. Kadri siku hadi siku azidi kukusemesha na kukufunulia namna ya kuelewa maandiko, namna ya kuelewa kile kitu ambacho Mungu anakuagiza, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, amen. Kwa hiyo tunazidi kuona kwamba lazima imani ieleweke. Hauwezi ukafanya kitu ambacho hujakielewa. Hauwezi ukafanya kitu ambacho haujapata uhakika. Uelewa ndiyo inayokupa uhakika. Kama umepata kwamba formula ya hesabu inasema 1 + 1 ni 2, ukaprove kwamba, ukashuhudia kwamba 1 kweli + 1 ni 2, ukapata uhakika, uwe na uhakika. Ukiingia kwenye ukaulizwa swali kwenye chumba cha mtihani, ukaulizwa 1 + 1 ni ngapi, utajibu 2. Na hata ukaulizwa na mtu wa pembeni, utajibu kwa marengo kwamba ni 2. Kwa sababu gani? Unayo uhakika. Kwa hiyo chanzo cha uhakika ni uelewa. Hauwezi ukawa na imani alafu usiielewe. Hauwezi ukawa na imani alafu usielewe. Kwa hiyo lazima uelewa utembee katikati ya imani, na hauwezi ukamsikiliza Mungu kama hauna imani. Kwa kama hauna imani, hauwezi ukatembea katika misingi ambayo Mungu anaagiza. Kwa siku hadi siku jifunze kutembea katika kile kitu ambacho Mungu anasema. Siku hadi siku jifunze kukaa katika yale mapenzi ambayo Bwana Mungu anakusemesha. Chochea imani yako, isimamishe imani yako, uwezesha imani yako kukaa katika kile kitu ambacho Bwana anakusemesha. Kwa lazima ujifunze, na akikusemesha zidi kumwomba Mungu akufunulie, uelewe kwa maelezo na uelewa sahihi jinsi gani utaweza kufanya jambo hili, kwa sababu kadri unavyoelewa ndivyo imani yako inavyopata uhakika.
ukijua kwamba Mungu ameniandikia kwamba mimi nitatoka hatua hii, nitafuata hatua hii, nitafuata hatua hii. Hata ukafika kwenye hatua ya 3 ukaona mbona hali ya hewa imebadilika, unakuwa una uhakika kwamba hatua ya 4 inakuja. Kwa sababu gani? Nina uhakika na kilichokisema na nimeelewa alichoniambia kwamba yeye atanipigania, yeye ataniimarisha. Kwa hiyo nina uhakika na wewe Mungu. Kwa hiyo lazima imani ipate kuchochelewa na uelewa. Kwa hiyo lazima ujifunze kuelewa namna imani inavyotenda kazi, namna maandiko yanavyosema kila siku. Kwa hiyo ukitaka kupata uelewa, jifunze kukaa barazani pamoja na Mungu kila siku. Na ndio maana Mungu anasema katika Zaburi, yeye ulituma neno lake. Kwa hiyo yeye ulituma neno lake, na maana kwamba anasema na watu kupitia neno. Kwa hiyo hilo neno lipo, neno unalipata kupitia kusikiliza vitu vya Kristo, kama tulivyosema katika sehemu. Kitu cha kwanza kinachosimamisha imani, kusikia vitu vya Kristo na kuona vitu vya Kristo, na ukipata kuona unaelewa. Na ndio maana anasema kwamba mtu atafanikiwa kwa kadri anavyojiona ndani. Jinsi ajionavyo mtu ndivyo anavyofanikiwa. Kwa hiyo ina maana kwamba umejiona ndani, ukajielewa kwamba mimi ni shujaa, ukajielewa kwamba mimi ninaweza, basi uwe na uhakika, hauwezi ukaasi ukatembea kinyume na vile ambavyo umeamini. Kwa hiyo ninamwomba Mungu akupe neema ya kutembea katika hicho kitu ambacho Bwana amesema nasi kwamba lazima uelewe kitu ambacho Mungu anasema. Kuelewa kwa ufahamu, si kuelewa tu, kuelewa kwa ufahamu, kwamba unapata mpaka picha ya uhakika. Namba 3, kitu cha 3 ambacho kinasimamisha imani zetu. Namba 3 tunasema kwa kutenda. Ukisoma katika Biblia yako anatuambia, na imani pasipo matendo imekufa. Imani pasipo matendo imekufa. Na pia tunamwona mtumishi Paulo anamwambia Timotheo kwamba usiache kuichochea ile karama ya Roho Mtakatifu, kwa sababu ndiyo itakayokuimarisha. Kwa hiyo na wewe kama unataka kusimamisha imani yako, lazima imani iingie kazini, lazima imani ianze kazi. Ukisoma katika hiyo Luka 17:6 inasema, Bwana akasema, kwa kuwa kama mngekuwa na imani kama punje, kama chembe ya haradali, ningewaambia mkuyu huu ng'oka ukapande baharini, nao ungewatii. Kwa hiyo ina maana kwamba alikuwa na punje ya haradali. Sasa hakusubiri imani ikakua, akaingiza imani kazini, akaingiza imani katika matendo ya kuambia kwamba mtini huu ng'oka. Kwa hiyo imani ndogo ambayo unajiona unayo, iingize kazini, iingize katika matendo, iingize katika matumizi. Kitu kadri unavyokitumia siku hadi siku, ndivyo kinavyozidi kuimarika, ndivyo kinavyozidi kuwa bora. Kwa imani ndivyo inavyokuwa. Kadri unavyotembea katika msingi ya imani, ndivyo unavyogundua kwamba kumbe kwa namna hii nisifanye hivi, nifanye namna hii itaniwezesha. Kwa namna hii nisitembee hivi, nigeuze upande huu, itaniwezesha. Kwa hiyo ndivyo imani inavyochochewa. Kwa hiyo lazima imani iingie kazini. Maana Biblia imetuambia exactly kabisa kwamba basi imani pasipo matendo imekufa. Kwa hiyo ili imani yako isife, ni lazima imani iingie kazini, ni lazima imani iingie katika utendaji. Hata kama unaiona ni ndogo kiasi gani, ni lazima imani ichukue nafasi ya utendaji, lazima imani ichukue matendo. Ukisoma Waebrania 11 mstari wa 11:6 naomba, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa ina maana kama hujaingiza imani kwamba Mungu, ukamwamini kwamba Mungu anatenda, basi ujue kwamba kama hujaingiza imani kazini kwamba Mungu anatenda, ukaingiza imani kwamba Mungu anaweza, basi uwe na uhakika uwezo ukampendeza Mungu. Kwa sababu gani? Hujaingiza kazini kwamba Mungu yeye ni mwaminifu, yeye yupo na yeye huwajibu watu. Kwa kama hujaingiza imani katika matendo, basi uwe na uhakika kwamba imani yako itakwenda kufa. Lakini katika somo hili tunaangalia namna ya kujenga na kuichochea imani ambayo tunayo. Kwa hiyo ni lazima uingize imani katika matendo. Usiwe mtu wa maneno tu, usiwe mtu wa mazungumzo tu, maneno mengi, porojo nyingi,
kazi chache. Lazima uingize imani katika matendo. Lazima imani ichukue nafasi ya kwanza katika matendo. Yamkini unaiona ni ndogo, ingiza hivyo hivyo. Yamkini unajiona uwezi, ingiza imani katika matendo. Kadri unavyofanya ndivyo unavyokuwa. Kwa kadri unavyozidi kufanya ndivyo unavyozidi kuwa bora, na imani ndivyo hivyo navyo ilivyo, kwamba kadri unavyoingiza katika matendo ndivyo kadri unavyozidi kukua. Kadri matendo yanavyozidi kupata nafasi ndivyo imani yako nawe inavyozidi kuimarika. Kwa hiyo lazima uingize na kujua namna ya kuingiza imani katika matendo. Lazima uingize imani katika kazi. Lazima imani ichukue nafasi ya kwanza, ianze kufanya kazi. Usisubiri kwamba labda nikiwa na imani kama Mtume Paulo ndio nitaanza kufanya Injili. Anza hapo hapo ulipo. Paulo alipoanza huduma ni baada ya kuombewa siku 3. Akachukua nafasi pale pale. Hakusubiri kwamba akaanza kuwa na imani tena. Alichukua nafasi pale pale hata akaweza kutembea katika kutenda ile imani. Kwa kadri alivyokuwa akifanya ndivyo imani yake anashuhudiwa matendo makuu na anaona wokovu na matendo makubwa ya Kristo, na ndivyo imani yake ilivyozidi kujengeka. Mtume Petro alikuwa naye hana imani katika Kristo, lakini ile hatua ya kumwambia Yesu Kristo kwamba niruhusu nikufuate, kama kweli wewe ndiye, niruhusu nikufuate baharini. Kwa aliingiza imani kwamba huyu anayesema kwamba njoo ni Mungu, ni Yesu Kristo. Hakusubiri tena unajua na nini, hakutoa sababu yoyote. Alishuka botini, akaingia katika maji. Alipoingia katika maji, hapo hapo naye alianza kutembea. Kwa sababu gani? Aliingiza imani katika matendo. Aliamini kama ameniambia njoo, basi uwe nina uhakika kwamba atatenda. Japo tunamtazama Petro, hakuwa ni mtu anayeamini, ndio maana alimkana Yesu Kristo, lakini kutokana tu ile hatua ya kuingiza imani kazini, imani ilianza kutenda kazi pale pale alipoanza kushusha mguu. Imani ikakausha maji, ikafanya njia katika maji. Imani ikafanya maji yasimfanye yeye azame. Kwa hiyo na wewe lazima ujifunze kwamba lazima imani iingie kazini, lazima imani ipate matendo, lazima imani ishikamane na matendo. Ndivyo imani inavyojengwa. Kwa hiyo kwa kusummarize, tusema kwamba imani inajengwa katika vitu vitatu na inaimarishwa katika vitu vitatu. Jambo la kwanza linaloimarisha imani ni kusikia na kuona vitu vya Kristo. Kusikia na kuona vitu vya Kristo. Namba 2 tunasema ni kusikia kwa ufahamu au kuelewa kwa ufahamu. Lazima uelewe ndani ya moyo wako kwamba huyu anayezungumza ni nani na ni kwa nini na ni katika maudhui gani. Je, nimeelewa hichi anachokisema? Na namba 3 tunasema imani ingiza kazini au kwa kutenda. Ndivyo namna ambayo utachochea imani yako. Lazima usikie vitu sahihi, uone vitu sahihi. Ni lazima uelewe kwa ufahamu vitu Kristo anavyokusemesha, na lazima imani uingize katika matendo. Ukifuatilia vitu hivi katika Kristo Yesu, ninakuombea Mungu wa mbinguni akuwezeshe kukufunulia na kukuimarisha uweze kuelewa katika Kristo Yesu Kristo. Ninakuombea kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ewe mtazamaji unayeangalia na kufuatilia vipindi hivi vya kujifunza hekima za Mungu, hekima za Yesu Kristo, ninaamuru mamlaka ya mbinguni yawe pamoja nawe, yakikuimarisha, yakikufunika, yakukuongoza na kukufundisha. Bwana, Mfalme wa amani, funua watu wako wapate kuelewa maandiko, wakapate kuiona ule uzuri uliopo ndani ya imani, wakapate kuona ule uzuri uliopo ndani ya Kristo Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninamwacha mtazamaji huyu, nawe Yesu zidi kusema naye, zidi kuzungumza naye, zidi kumuonesha na kumwelekeza, zidi kumuimarisha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu iende pamoja naye, damu ya Yesu iwe juu yake. Kwa mamlaka ya jina la Yesu ninatiisha kila nguvu ambazo zipo ndani ya mtazamaji huyu, ukazitiishe Bwana, ukazitiishe na kuzinyamazisha kimya, akapate kuelewa. Roho yote inayemfunga asielewe neno la Kristo, ninaamuru sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu, ng'ooka ndani yake, ng'ooka ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Ninamwacha mtazamaji huyu, nawe Yesu Kristo zidi kusema naye, zidi kumfunulia zaidi Bwana, katika jina lako Yesu Kristo. Amen.